Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like ili kuendelea kutuunga mkono na kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Taarifa za tanzia zimetufikia katika meza yetu ya habari ambazo zinatueleza wazi kwamba watu wawili kufikia sasa wamepatikana wamekatakatwa vichwa zao hapa Tanzania. Na sasa hivi Tanzania ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan yanuka damu kila mahali, wawili wakatakatwa vichwa. Sasa iko hivi, sijui tutakapohamia, kwa sababu Tanzania imekuwa taifa ambalo huwezi kuamini ni kipi ambacho kinaendelea. Siku moja tu baada ya mwili wa James Temba kupatikana na kuokotwa katika mto wa Msimbazi ukiwa umekatakatwa kichwa, mwili mwingine sasa wa mtu mzima mwanaume umeonekana ukielea katika ponde hilo hilo la Msimbazi, na jambo ambalo limeweza kuleta utata mkubwa katika taifa hili la Tanzania, haswa karibu na daraja la Salenda. Nani mhusika mkuu wa mauaji haya? James Temba mwili wake ulipatikana katika mto huu wa Msimbazi, na sasa mwili mwingine umepatikana ukining'inia kwa maji ukielea katika ponde hilo hilo la mto Msimbazi karibu na daraja la Salenda. Unajua, hapa Tanzania watu wengi wamekuwa wakipotezwa tu ghafla. Yeyote ambaye anaonekana anapinga serikali ya rais katili ambaye ni Samia Suluhu Hassan anakujiwa, anapotezwa tu. Hata Humphrey Polepole aliweza kupotezwa mwaka jana mwezi wa Oktoba, hadi kufikia sasa hajapatikana alipo, jambo ambalo limeweza kuleta wasiwasi mkubwa, taharuki kutanda katika taifa hili la Tanzania. Sasa miili imeanza kupatikana. Nani mhusika? Watu wamekuwa wakilaumiana ni kipi hiki ambacho kinaendelea, ili hali tuko na serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo ipo mamlakani. Hatuelewi kazi yake ni gani, kwa sababu yu na vyombo vya dola vya kutosha, lakini watu wakipotezwa hawashughuliki. Hadi kufikia sasa hamna yeyote ambaye anashughulika. Hatujaona ripoti popote pale baada ya familia kupoteza wenzao ama wakipotezwa wakiripoti katika vituo vya polisi. Hatujawahi ona polisi wakiamuka na kuchukua hatua kali za kutafuta wale ambao wanapotezwa. Hii tabia inaendelea hapa Tanzania, na kuna madai kwamba mhusika mkuu wa upotezwaji wa watu sio mwingine ila tu ni Mafuele, na jambo hilo limekuwa likizungumziwa sana haswa katika taifa hili letu la Tanzania. Na hata tume ile ambayo ni ya Jaji Ichande iliweza kukiri kwamba watu wamekuwa wakipotezwa kufikia sasa, lakini akasema wengine wanajipoteza. Sasa mtu anaweza kujipoteza, aenda ajikate kichwa, ajirushe kwa mto, inawezekanaje? Imefika wakati mataifa mengine wanastahili kuingilia kati ili kutoa usaidizi katika taifa hili la Tanzania, kwa sababu penye tumefika hatuoni, penye tumefika hatuelewi, penye tumefika ni hali ya wasiwasi inaendelea kutanda na hamna yeyote ambaye atatoa usaidizi. Na hivi karibuni tuliona hata taifa lile la Marekani likitoa amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru
yule ambaye ni kiongozi wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu, ambaye aliweza kufungwa ama kuwekwa kwa gerezani kule Ukonga kwa sababu ya uhaini. Yaani yeyote ambaye anaonekana anapinga serikali anachukuliwa hatua kali za kisheria. Hata wale ambao wamekuwa wakiandika katika mitandao, sasa tunapokezwa habari kwamba yeyote ambaye aliweza kulaumu na kuikosoa tume ile ya Jaji Ichande wanachukuliwa hatua baada ya kukamatwa. Maana tuliweza kutaarifiwa ya kwamba watu 3 kufikia sasa wameweza kutiwa mbaroni. Yani yeyote ambaye anaonekana akipinga serikali, yeyote ambaye anaonekana akikosoa uamuzi wa Samia Suluhu Hassan kuteua tume ya kumsafisha, ukisema hivyo unakujiwa na unachukuliwa, unapotezwa, hadi wengine ndio hawa wanapatikana katika mito mbalimbali. Na tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili kujua nani huyu ambaye amepatikana, tena jina lake ni lipi. Vile tuliweza kumtambua Tom ama James Temba ambaye aliweza kupoteza maisha yake kwa kukatwa kichwa chake na mwili wake kupatikana katika mto wa Msimbazi. Sasa mwili mwingine umepatikana, kumaanisha watu wengi wameuawa, watu wengi wamekatwa vichwa. Sasa hivi kama 2 wamepatikana, ni wengi ambao wanaenda kupatikana. Ikumbuke ya kwamba wakati kwa kile ambacho kilichosemekana ni uchaguzi wa mwaka jana 29 Oktoba 2025, kuna watu wengi ambao waliweza kupotezwa, wengi wakaangamia, wakapigwa risasi za moto kupitia vyombo vya dola. Lakini kuna wale ambao hadi kufikia sasa hawapatikani, hawajulikani waliko, kwa sababu inadaiwa kwamba kuna wengine ambao waliweza kuuawa, wengine wakazikwa katika makaburi kaburi lile la pamoja, ili kuzuia ushahidi wa kutosha dhidi ya Samia Suluhu Hassan katika kesi ile ambayo imefikishwa katika mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ambayo ipo pale Uholanzi ya ICC. Kumaanisha kuna wengine ambao waliweza kurushwa ndani ya mito kama hii, na sasa hivi ndio tunaanza kuona miili ama miili kawekwa bahali fulani. Sasa hivi ndio imeanza kurushwa ili kupatikana, ili kurahisisha kazi kwa familia zile ambazo zimekuwa zikitafuta wenzao. Lakini ni jambo ambalo tunaendelea kulishughulikia, ni jambo ambalo tunasubiri tuone kipi ambacho kinaenda kuzungumziwa. Na kufikia sasa serikali hii haijazungumzia jambo hilo ambalo limeweza kutendeka wazi katika taifa hili letu la Tanzania. Umoja wa Mataifa ushirikiane na mataifa mengine waingilie kati kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata uhuru wao, wanapata demokrasia, wanapata yale ambayo yanastahili, kwa sababu kila mmoja lazima aishi akiwa na uhuru wake. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, pindi tu tutakapozipata kwa kina tutarejea hewani ili kuwafahamisha. Lakini kufikia hapo, naomba kutamatisha hii kanda. Tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe hapo chini ili kuwa subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.